Kwa majina naitwa Ahmed Misanga, ni mjumbe halmashauri BAKWATA. Siku hii ya leo nimefika hapa kijijini kwetu Ihanja. Kama unavyoona tuna ujenzi wa madrasa. Tulipofikia pia mimi Ahmed Misanga nikaona pia ni bora kutumia nafasi hii kutoa sadaka kwa sababu ya kuweza kuwezeka madrasa yetu hii. Sasa leo alhamdulillah tumefika na tumeweza kutimiza azma yetu ya kuleta vifaa ambazo tunazo hapo. Tuna ambao 120 ya 2 kwa 3. Maana tumenunua zile 6 kwa 2 tumechana. Na pia tumenunua bati geti 30 zile nzito. Tumenunua hizo banda 2 na piece 10. Banda 2 na piece 10. Kwa hiyo na pia tumenunua misumari ya kenchi, misumari ya bati, lakini pia tumenunua kench wire. Kwa hiyo tathmini ya nani zote takriban kama 1,900,000 hivi. 1,900,000. Na yote tunafanya hii kwa sababu watoto wa Kiislamu wapate elimu katika sehemu safi, sehemu yenye mazingira mazuri. Maana tunapowezeka madrasa hii ni chimbuko la elimu. Kama tunavyofahamu kwamba wanafunzi wengi wa Ihanja hapa wanasomea aidha manyumbani ama wanasomea msikitini, na elimu ya dini ndo itakayomfundisha mtoto nidhamu, adabu kwa wakubwa, kwa mashehe, kuwa mtoto mwema katika jamii. Elimu ya dini ndio itakayomfundisha mtu amjue Mwenyezi Mungu ni nani. Elimu ya dini ndio itatufundisha sisi kuwa na nidhamu na kuepuka matendo maovu katika jamii yetu. Dini ndio inatuongoza sisi. Kwa hiyo mimi ndio maana nimeweka nguvu yangu kubwa ya kuweza kufanya kazi hii ya kuhakikisha kwamba madrasa yetu ya Ihanja inaenda kukamilika ili watoto wetu waweze kusoma sehemu nzuri, mazingira mazuri, na watoto wetu waende kupata elimu yenye manufaa katika jamii. Kwa hiyo na hiyo ni sadaka tujaria kwa sababu ya almarhum Abubakar Shaban Senge na Aisha Abubakar Shaban Senge na familia yetu wote walitangulia mbele haki. Iwe ni sehemu yao ya sisi kuwakumbuka. Maana tunapokumbuka marehemu wetu, familia yetu sisi ni kubwa sana hapa. Kuanzia Kijumbui mpaka chini Tungukia kule, watu wamezaga kila sehemu. Kwa hiyo iwe ni sehemu watakayopata wao wakiona tunafanya hivi vitu, na wao wanafarijika kidogo. Mwenyezi Mungu anawapa upepo msafi, hewa safi katika makaburi yao. Kwa jina naitwa Imamu Shabani Ramadhani Dagau, ni imamu wa msikiti mkuu wa Ijumaa hapa Ihanja. Vile vile ni shekhe wa kata hii ya Ihanja. Vifaa tayari ameshaleta, mbao, bati, misumari, kila kitu. Kwa hiyo tunashukuru kwa ujumla. Kwa kweli swala la elimu kwa Ihanja liko nyuma kwa sababu madrasa watoto wanasoma mitaani na maana kwenye nyumba za watu au msikitini, nako inakuwa shida kwa sababu waumini wanataka kusali, watoto wanakosa muda wa kujisomea. Kwa hiyo madrasa ikipatikana, alhamdulillah, watoto watakuwa wanasoma, hata wakina mama, hata wazee. Kwa hiyo elimu itaenda vizuri. Majina yangu naitwa Zahara Juma Mwiru. Ni kama madrasa ipo, kwanza mtoto anahamasika kusema naenda madrasa. Unaona, sasa hivi wanaenda tu kwenye majumba ya watu kwa wanafundishwa na mashehe wetu, lakini inapendeza zaidi msikitini hapa pakiwa na madrasa. Changamoto ambayo tumeipata hapa, wanafunzi bila kusoma, kwanza ni adabu tu. Mtoto akiwa madrasa lazima atajifunza mambo mengi, atajifunza dini, atajifunza kuheshimu wazazi hata na watu wengine. Kwa hiyo akipata elimu hiyo ya dini itamsaidia sana. Na unajua tena siku hizi watoto wanakuwa na kucheza mapool table sijui nini, lakini akiwa madrasa atafundishwa na hataweza kuingia kwenye yale mambo mabaya ambayo tunawazuia watoto wetu, hasa mabinti wa kike. Ahmed Misanga, mimi nasema yani Mungu ambariki sana. Mungu ambariki na mzidishie pale alikotoa. Maana anajitolea kweli kweli. Na si mara ya kwanza tu yeye kuja hapa kwenye msikiti huu kutoa sadaka.
Jina langu naitwa Hamisi Mkuki, ni katibu wa kata, kwa lugha nyingine ambayo tumeizoea katibu wa mtaa, lakini kwa sasa hivi ni katibu wa kata hii ya Ihanja. Changamoto ya elimu bwana, kwanza imeanza kuanzia umri wetu sisi. Ni mseme marehemu Shaabani Senge. Allahu Akbar. Kwa hiyo hili nilishukuru kwa sababu atakuwa ametupunguzia ile kasi. Kila tukisali salati al-Eid, iwe kubwa iwe ndogo, tunasema jamani, kuna jaula ya ujenzi. Tumeimba tuna miaka karibu 10, au sio jamani? Tunahangaika, hazifiki laki, haifiki nini, tunaendelea. Lakini leo alhamdulillah tunaambiwa mbao zipo tunaziona sasa hivi na mabati tunayaona. Jamani, tuseme alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hili kwa kweli tunashukuru. Bwana Misanga pamoja na familia umefanya shura kwa ajili ya sadaka ya wazazi wako. Umefanya vizuri, ni jambo kubwa. Ndio maana alivyosema shekhe kwamba ili umri wako ukiisha basi walau uache mtoto mwema. Kwa kweli hili unatudhihirishia. Kwa hili watakuwa wameturahisishia zaidi. Watakuwa wametupunguzia kasi ile ya changamoto.